Nchi yetu kama taifa tumepoteza mtu muhimu sana, mtu ambaye kwa kweli ametoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya amani ya taifa letu. Alikuwa mtu mpole, mtu mnyenyekevu, mtu ambaye ametoka kwenye maisha ya chini kabisa mpaka kufika mahali alipofika. Kwa hiyo kwangu mimi kama Mtanzania, nimetoka huko nilikotoka kote kuja hapa kumuonyesha heshima ya mwisho, lakini pia kuonyesha ni kiasi gani nimeumizwa na msiba huu, kwa sababu taifa letu limeunganishwa sana na viongozi wa dini kama yeye. Unafahamu sisi tuna madhehebu makubwa mawili. Kwa mfano, tuna dhehebu kubwa la Waislamu na dhehebu kubwa la Wakristo, lakini hawa watu walihakikisha kwamba pamoja na madhehebu makubwa haya mawili kuwepo, sisi tunaendelea kwa kitu kimoja, kuishi kwa kuvumiliana, kwa kupendana bila tofauti yoyote, bila watu kama Pengo, bila watu kama Rugambwa, bila watu wengine waliotangulia kwenye kanisa Katoliki. Kama tu angeingia kwenye mawazo yasiyostahili, taifa hili lisingekuwepo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye hakutaka kujitajirisha, ni alama halisi kabisa ya mtumishi wa Mungu. Kwa kweli mimi nimeumia na hapa pole sana Watanzania wenzangu. Kwa niaba ya wananchi wa Buchosa, jimbo naloliwakilisha, natoa pole sana kwa kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki ni dhehebu kubwa, limetoa mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya taifa letu. Nafahamu linamiliki mashule, linamiliki mahospitali. Zaidi ya hayo yote linafundisha watu kuhusu kujiepusha na uovu. Maana ukijaribu kufikiria bila kanisa au bila msikiti ingekuwaje nchi? Kwa hiyo kila mtu Jumapili au Ijumaa anaenda mahali panapoitwa mahali pa kuabudia, na kule ndio tunakofundishwa kujiepusha na uovu. Kwa mchango ambao kanisa linatoa, inawapunguzia kazi kubwa sana polisi. Unaweza kufikiria mimi bila kumjua Mungu ningekuwa mtu aina gani, au wewe bila kumjua Mungu ungekuwa mtu wa namna gani? Tungekuwa watu wabaya kabisa kwenye jamii. Lakini kanisa limetusaidia kuwa watu wema, kwa sababu tunafundishwa kila Jumapili napoenda kanisani, na kuwa mtu wa kawaida anaingia kanisani, mchungaji anazungumza, padri anazungumza, tunapata maonyo. Kwa hiyo mimi siku kama ya leo hii kwa kweli nimesikitika, lakini moyoni mwangu nasema mimi kama binadamu nimesikitika, lakini mbinguni hakuna huzuni. Mbinguni kuna furaha kwamba mtumishi wa Bwana Pengo amerejea nyumbani. Mbinguni kuna shangwe, mbinguni kuna sherehe kwamba mtoto wao amerejea nyumbani. Sisi tusiumie sana, wala tusilie sana, kwa sababu huko mbinguni kuna amani.